Wakati wanawake wengine wakililia kupata ujauzito utakaowawezesha kujifungua na kupata watoto ama familia ili kuendeleza kizazi, huku juhudi hizo zikigonga mwamba hasa kutokana na sababu mbalimbali zikiwemo za kiafya. Baadhi ya wanawake wamekuwa na roho ya ukatili kwa kujifungua watoto na kuwatupa. Matukio haya ya kikatili yamekuwa yakikemewa na watu mbalimbali ikiwemo asasi za kiraia zinazopinga ukatili, jamii na jeshi la polisi nchini Tanzania. Sasa huko mkoani Mwanza tunafahamishwa kwamba jeshi la polisi mkoani humo linamshikilia na linaendelea kumhoji Fahima Twaib mwenye umri wa miaka 19, msaidizi wa kazi za nyumbani kwa tuhuma za kutupa kichanga chenye jinsia ya kike kinachokadiriwa kuwa na saa 2 tangu kuzaliwa kwake. Msaidizi huyo wa kazi za nyumbani, mkaazi wa mtaa wa Byalehela wilayani Ilemela mkoani Mwanza, anadaiwa kufanya tukio hilo Desemba 25 mwaka huu 2025 majira ya saa 11 alfajiri. Kwa mujibu wa taarifa kwa umma iliyotolewa Jumatatu hii Desemba 29 mwaka huu 2025 na kamanda wa polisi mkoani Mwanza, Willibrod Mtafungwa, mtuhumiwa Fahima Twaib anadaiwa kutupa kichanga hicho muda mfupi baada ya kujifungua kwenye paa la nyumba inayomilikiwa na Emmanuel Muruli ambaye ni fundi wa kuchomelea vyuma na mkazi wa Byalehela. Mtafungwa amesema askari polisi walifika eneo hilo na kufanikiwa kuokoa maisha ya kichanga hicho kwa kushirikiana na maofisa wa ustawi wa jamii pamoja na wananchi wa eneo hilo na kukifikisha katika hospitali ya mkoa wa Sekou Touré kwa matibabu zaidi. Akinukuliwa na gazeti la Mwananchi, kamanda Mtafungwa alisema uchunguzi wa tukio hilo unaendelea na hatua stahiki za kisheria zitachukuliwa dhidi ya mtuhumiwa ikiwemo kufikishwa mahakamani. Vitendo vya ukatili kwa watoto ni kosa la jinai na hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi ya yeyote atakayebainika kufanya vitendo hivyo, amesema Mtafungwa, mwisho wa kumnukuu. Ameongeza kusema kuwa tutatoa wito kwa jamii kushirikiana kwa karibu katika kulinda haki na maisha ya watoto kwa kutokomeza vitendo vya ukatili dhidi yao. Mtazamaji, ni yapi maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Andika maoni yako katika sehemu ya ujumbe hapo chini. Like na subscribe pia ili uwe wa kwanza kupata habari wa chungu tele. Hii ni Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.